Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu tena kwa neema yake ambayo katika hiyo tumeendelea kuwepo na tunampa utukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo na masaa haya, mapambazuko ya kizazi cha wamtafutao Bwana. Mapambazuko ya wamtafutao Bwana. Ni mapambazuko mazuri tena asubuhi ya leo. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante kwa neema yako, asante kwa fadhili zako, asante Bwana Yesu kwa kuwa imegharimu damu yako ili tuwe hai, lakini imegharimu mkono wako ili tuwe salama. Asante kwa kila kitu Yesu, tunakushukuru Bwana wangu, tunasema asante zaidi sana Bwana. Asubuhi ya leo tunaomba neema yako ile ambayo Bwana inapita akili zetu, inapita kila kitu Mfalme, na iwe juu yetu Bwana katika asubuhi ya leo, kuzungumza nasi Bwana, ukazungumza nasi. Mahali pa kutuonya Bwana ukatuonye, mahali ambako Bwana pa kutukaripia ni sawa sawa. Baba, tunaomba neema yako na iwe juu yetu. Roho Mtakatifu tunakuomba Bwana ukatamalaki mahali hapa kipekee katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, tunaomba ukazungumze nasi, ukizungumza na kila mtu Bwana, ili ukazidi kutukuzwa. Tupe neema ya kukuelewa na kukufahamu kwa jina la Yesu. Tunasema asante kwa neema hii Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya alfajiri hii nzuri, asubuhi nzuri kabisa ambayo Bwana amependa kutupatia. Acha tuendelee pale tuliishia jana, na tumekuwa tukiangalia kuhusu nguvu ya ufahamu ama elimu, the power of knowledge. Nguvu ya elimu ambayo iko ndani ya mtu. Nilisema hivi jana kwamba ile elimu iko ndani yako ndio ina drive maisha yako. The knowledge in you drives your life. So hakuna vile ambavyo mtu anaweza akaishi nje ya kila anakifahamu. Kwa nini unakuwa na ujasiri wa kufanya kitu fulani, wa kuchukua simu na kutaka kupiga, unataka kufanya kupiga simu? Ni kwa sababu ndani yako unajua ya kwamba hiki kifaa ni kwa ajili ya kufanyaje, ya kupigia simu. Mtu asiyefahamu hiyo ukimpa atabaki kuangalia, kushangaa, haelewi matumizi kwa sababu hana elimu kuhusu hiyo, hana ufahamu kuhusu hiyo. Sasa nilisema jana kwamba mwanadamu anaishi pande zote mbili ya tuanza. Anaishi rohoni na anaishi mwilini kwa wakati mmoja. Sasa nikasema hivi na nikatoa mfano huu, nikasema kule ambako ndo huwa unatembelea mara kwa mara, kwa nini wewe unaitwa mwenyeji wa mahali fulani, mwenyeji wa taifa fulani, mwenyeji wa mji fulani? Ni kwa sababu wewe umezaliwa pengine, au umekwaga unatembelea, unaenda mara kwa mara. Huwa mara kwa mara unaishi kwenye huo mji, unatembeleaga huo mji mara kwa mara. Kwa hiyo unaitwa mwenyeji. Mwenyeji kwa nini? Kwa sababu unajua viunga vya huo mji, unajua huo mji vizuri, unauelewa. Ndio maana unaitwa nini? Unaitwa mwenyeji wa mji fulani, unaitwa mwenyeji wa nchi fulani. Kwa sababu gani? Huwa unatembeleaga hiyo nchi, huaga unaendaga mara kwa mara kwenye hayo maeneo. Kwa hiyo kadri unavyotembelea maeneo fulani, unayajua zaidi kuliko yale ambayo hauyatembelei. Na kadri ambavyo unayajua kwamba yale, kadri unavyoendelea kuyaelewa, kuyafahamu yale maeneo, ndivyo unavyoendelea kuona haya ndani ya ule mji, ndani ya ule mji haya yanawezekana, na haya ndani ya ule mji hayawezekani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Tayari unaelewa, uko na elimu kuhusu ule mji. Nataka ujue jambo moja, kwamba mwanadamu mara nyingi sana anashindwa kuelewa, huwa tunashindwa kuelewa kwamba maisha yetu halisi ni spiritual, sio physical. Maisha yetu halisi, our real life is spiritual. In physical is just a result of spiritual life. Sasa ni muhimu ukajua. Ndio maana Paulo anamwambia Gayo kwenye kitabu cha waraka wa kwanza, waraka wa 3 wa Yohana, sura iko moja tu pale, mstari wa kwanza na wa pili, anasema mzee kwa Gayo. Hapa kuna apostrophe, hapa kuna koma iko hapo. Anasema mzee kwa Gayo, anamwambia mpenzi nimpendaye katika
kweli. Anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya. Anawambia kama roho yako ifanikiwavyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu maisha yagayo ya nje yanategemea maisha yake ya rohoni. Kuna vile unapaswa kuelewa, yani kama lose spiritual, hakuna vile ambavyo unaweza ukawin physical. Haiwezekani. Wewe jaribu kuangalia mara nyingi sana, ukiota ndoto kuna kitu umepoteza kwenye ulimwengu wa roho, utashangaa inakuja kutokea kwenye nini? Kwenye mwili. Kuna mambo yanaharibika. Kwa sababu gani? Ile ni real life, yani your real life is spiritual. Huku ni matokeo ya life yako ambayo ni spiritual. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. So ni muhimu ukaelewa, sisi maisha yetu wanadamu, sisi sio kama ng'ombe, si kama mbuzi. Mbuzi anaishi hapa, akichinjwa imeisha. Anaishi hapa, ng'ombe akichinjwa imeisha. Lakini sisi ni tofauti. Huwa tunaishi huku, tuna reign huku. Si kama unaelewa? Yani tunaishi spiritual na tuna work physical at once. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunategemea huku spiritual, uko na nguvu kiasi gani, uko na uwezo kiasi gani, huku unajua kiasi gani, elimu yako kuhusu rohoni una elimu kiasi gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa kadri ambavyo unakuwa una elimu kidogo huku, kadri ufahamu wako kumhusu Mungu unavyokuwa mdogo, ndivyo na huku pia inavyokuwa vigumu kuweza kufanya mambo ambayo ni extraordinary. Yesu na atusaidie sana. Kwa hiyo nataka ujue jambo hili kwamba mara nyingi sana tulipaswa kuishi na kuelewa zaidi kuhusu rohoni kuliko mwilini, kwa sababu huku ndio uwenyeji wetu ulipo. Huku ndio uwenyeji wetu, huku ndio kwetu. Kwa hiyo tulipaswa kuwa tunajua huku zaidi kuliko huku. Sisi huku sio, hatupaswi kuwa wageni. Huku tunapaswa kuwa wageni kwa sababu sio kwetu, lakini huku ni kwetu, tunapaswa kuwa wenyeji. Ndio maana wewe ungekuwa umeamua kumwamini Yesu au hujaamua kumwamini Yesu, wewe unaishi maisha gani, vyovyote vile, hata kama ni jehanamu, lakini kuna siku utaondoka kwenye mwili, utahamia rohoni. Iwe ni jehanamu ama ni paradise, lakini utahamia. Ipo day. So ni muhimu ukajua wenyeji wetu ni rohoni zaidi. Bwana Yesu na atusaidie sana. Hasa inategemea kinacholeta ile elimu au kinachofanya kituongoza au kinachotuongoza maisha yetu, sehemu kubwa ni elimu tulionayo. Narudia tena, kinachokufanya uone kwamba bila hela huwezi kuishi ni ile elimu ya dunia iliyo ndani yako. Tunakwenda sawa sawa? Kile kinachofanya kwamba bila kitu fulani huwezi kuishi ni elimu iliyo ndani yako. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Na wewe unajua vizuri, ulivyokuwa mtoto kuna mambo mengi ambayo ulikuwa unayajua na ulikuwa unaishi, hakukuwa na shida. Lakini kadri unavyoendelea kukua, kuna mambo mengi ya dunia unayajua. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo nataka uelewe jambo hili kwamba unapaswa zaidi kujifunza kuhusu Mungu. Unapaswa zaidi kuelewa kuhusu Mungu ili uweze kuishi huku kama unavyotakiwa, si kama unavyotaka. Narudia tena, elimu iliyo ndani yako ndio inayoendesha maisha yako. Kwa sababu hiyo inategemea una elimu ya dunia au una elimu ya nani? Ya Mungu. Ndivyo utakavyoishi hivyo hivyo. Kwa hiyo sasa elewa vizuri kwamba ukitaka kumjua Mungu iko hivi, ili ujue maeneo hayo. Hasa kwa bahati mbaya tunaishi maeneo yote mawili kwa wakati mmoja, lakini mara nyingi sana sisi tunatembelea na kufahamu, tunajifunza na kuelewa zaidi kuhusu dunia kuliko huku ambako ndio asili yetu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Huku rohoni ndio asili yetu. Sasa kama ndio asili yetu, manake tulipaswa kujifunza zaidi kuhusu Mungu. Tulipaswa kumwelewa Mungu zaidi. Hasa elimu iliyoko ndani yetu ni ya dunia. Kwa hiyo wakati mwingine kuelewa mambo ya rohoni na kuyashinda inakuwa vigumu. Narudia tena, elimu iliyo ndani yetu ni ya dunia. Kwa hiyo kuelewa mambo ya rohoni na kuweza kushinda, yani kuweza kuyaishi, inakuwa vigumu. Mambo ya rohoni tunakuwa wageni. Kwa sababu gani? Huwa hatutembelee ulimwengu wa roho mara kwa mara. Naomba uelewe, kuna tofauti ya kuomba na kutembelea ulimwengu wa roho. Iko tofauti kubwa sana. Kwa sababu kuomba ni kueleza mahitaji yako kwa Mungu, lakini kufika au kuingia kwenye ulimwengu wa roho, hiyo sio ishu ya mahitaji. Hii sio ishu, hii ni ishu ya ibada yako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Niliwahi kusema, unaweza kadhani kwamba umeenda ibadani
Unaweza kadhani umeenda ibadani kumwabudu Mungu, lakini kumbe umeenda kushiriki ibada za watu wengine. Unatoka tena unafikiri umeabudu. Yani you thinking that I have been in worship this today. Lakini kumbe haujaabudu, haukuwa ukiabudu. Wewe ulikuwa unashiriki ibada za watu wengine. Maana kuabudu ni kukutana na Mungu moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama hukutani na Mungu, kama hujakutana na Mungu, maana yake hujafanya ibada. Maana hakuna vile unaweza kumwabudu ambaye hayupo. Lazima umwabudu aliyepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mara nyingi sana sisi tunatembelea ulimwengu wa mwili, tunaishi ulimwengu wa mwili, ndio tunaujua. Ulimwengu wa roho tunakuwa wageni. Lakini nataka nikuambie 2026 ingia kwenye ulimwengu wa roho. Tembelea ulimwengu wa roho zaidi. Huko ndio kuna maisha yako. Maisha yako yote yamesetiwa mle. Ingia zaidi kwenye ulimwengu wa roho kuliko ulimwengu wa mwili. Pungua mwilini, ingia zaidi rohoni. Ingia zaidi rohoni, tembelea zaidi ulimwengu wa roho ili uweze kumjua Mungu. Kwa sababu yule ambaye unakutana naye mara kwa mara ndiye unayemjua. Yule ambaye ukutana naye unasikiaga tu habari zake, haumjui. Kuna tofauti ya kusikia habari za fulani na kumjua fulani. Na kumjua fulani sio kumuona mara moja na akapotea. Hiyo umemuona tu, umemfahamu tu. Lakini kumjua ni kumuelewa, yani kumfahamu kwa undani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa ili kumjua Mungu tunahitaji kutembelea ulimwengu wa roho mara kwa mara, mara nyingi zaidi, ili tuweze kumjua Mungu, ili tuweze kumuelewa Mungu. Hasa mara nyingi sana sisi tunatembelea ulimwengu wa mwili zaidi kuliko ulimwengu wa roho. Hatuwezi tukamuelewa Mungu wakati ambapo tunaishi zaidi ulimwengu wa nini? Wa mwili. Haiwezekani. Hasa na ile elimu iliyoko ndani yetu ndio inayotuendesha vibaya. Elimu ya dunia imejaa ndani yetu, na hiyo imejaa maasi mengi kuhusu Mungu. Imejaa kinyume, yani inazungumza zaidi kinyume kwa Mungu, inazungumza zaidi kinyume kuhusu Mungu. Inazungumza tofauti, inazungumza kuhusu upinzani kwa Mungu. Badala haitufundishi kumtii Mungu. Elimu ya dunia inatufundisha kufanyaje? Kumwasi Mungu. Haitufundishi kumtii Mungu. Ndio maana mambo ya kiroho, mambo ya kimungu yanakuwa magumu kuyaishi, kwa sababu tuko na elimu ya dunia, na hii elimu ya dunia inatufundisha kumwasi Mungu. Tunajua zaidi kuhusu dunia, na dunia inatufundisha kumwasi Mungu. Yesu atusaidie sana. Ndio, dunia inatufundisha kumwasi Mungu. Lakini niliwahi kumwambia mtu mmoja, nikamwambia hivi. Niliwahi kusema mahali fulani, nikamwambia watu, sikieni, hakuna vile ambavyo inawezekana kazi zako na mambo yako ya dunia yakakuruhusu kumuishi Kristo, yakuruhusu kumuishi Mungu. Ni wewe ndio utayaseti. Yaani hayawezi kuruhusu uishi kwenye utukufu wa Mungu hata siku moja. Ni wewe utayasukuma, ni wewe utayaconvert yaingie kwenye utukufu wa Mungu, lakini yenyewe hayakuruhusu kuishi kwenye utukufu wa Mungu. Hayakuruhusu kumuishi Kristo, hayakuruhusu. Ni wewe utayalazimisha, uyaforce yaingie, lakini nje na hapo hayakuruhusu. Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa ni muhimu kuelewa ulimwengu, yani Mungu anatamani sana elimu ya dunia, elimu ya ulimwengu huu iondoke ndani yetu, iwe elimu yake ndani yetu, kwa kuwa tunahitajika kumuishi yeye. Elimu ya Mungu inavyokuwa ndogo ndani yetu, hata kiwango cha imani yetu kuhusu Mungu kinapungua. Narudia tena, kadri ambavyo elimu ya Mungu inakuwa ni ndogo ndani yetu, hata kiwango cha kumwamini kinapungua. Kiwango cha kumwamini Mungu kinatokana na kiwango unamjua. There is no way you can believe out all over your knowledge. Haiwezekani. Kuamini kwako kunatokana na vile unavyomjua. Imani yako inatokana na kiwango cha vile unavyomjua. Kiwango unachomjua ndicho kiwango cha kumwamini. Narudia tena, kiwango unachomjua ndicho kiwango cha kumwamini. Huwezi kumwamini zaidi kuliko unavyomjua. Haiwezekani. And so the way unakaa mbali na yeye ni the way imani yako inapungua. Lakini the way unakuwa karibu na yeye, imani yako inapanda juu, inaongezeka zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema Bwana Yesu asifiwe sana. Mara nyingi sana kadri ambavyo unamjua Mungu ndivyo imani yako inavyoendelea kuongezeka. Lakini kadri unavyokosa kumjua ndivyo ambavyo na imani yako inavyokuwa chini zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikia, ukisoma kwenye kitabu hata cha Kutoka, tuanzie hapo kwenye Kutoka sura ya 3, tuanzie hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka sura ya 3
mstari wa 11 hapo kuendelea, angalia kitu kilichoko hapa. Nguvu ya kumjua ndio nguvu ya kumwamini, ndio nguvu ya kumtumikia. Kiwango unachomjua ndicho kiwango utajitoa kwa ajili yake. Kiwango unakosa kumjua, yani kile kiwango unachomjua, hivyo ndivyo utakavyo muamini na ndivyo utakavyojitoa kwa ajili yake. Bwana Yesu na atusaidie sana. 11 anasema hivi, Musa akamwambia Mungu, mimi ni nani hata niende kwa Farao nikawatoe wana wa Israeli watoke Misri? Akasema, bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe, na dalili ya kuwa nimekutuma ndiyo hii: utakapokuwa umekwisha kuwatoa hao watu katika Misri, mtamwabudu Mungu katika mlima huu. Musa akamwambia Mungu, tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuwaambia, Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, nao wakaniuliza jina lake ni nani, niwaambie nini? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Angalia, Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma. Hata Musa mwenyewe anataka kumjua, maana hakuwa amemjua kabla. Yeye alielewa kuhusu Farao na mambo yake yote. Hata kinachofanya anakuwa na woga wa kwenda Misri ni kwa sababu alimuelewa Farao vizuri. Si kama unaelewa, ni kwa sababu alimjua Farao vizuri. Anajua ukorofi, anajua ubabe, anajua uwezo wa kijeshi alionao Farao. So anajiuliza, hey, mimi ni nani? Nawezaje kwenda kwa Farao mwenye nguvu namna ile? Lakini Mungu anamwambia, mimi niko amekutuma. Mwambie, mimi niko ambaye niko. Yani manake mimi ambaye niko milele na milele. Mimi niko. Huyo ana nguvu zaidi kuliko Farao. Huyo ana uwezo zaidi kuliko Farao. Ili ujue, tazama, unaongea na mimi, kijiti kinawaka moto na hakiteketei. Waelewa, mimi nina uwezo kuliko Farao. Haleluya. Mungu anajitambulisha kwa Musa. Kwanza Musa apate kumjua, maana there is no way you can serve the Lord who you don't know. Hakuna vile unaweza kumtumikia Bwana usiyemjua. Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Hata Mungu anajitambulisha kwa Musa kwa sababu gani? Kwa sababu ili Musa apate kumwamini, apate kumuelewa. Ndivyo atakavyokuwa. Mimi nataka uelewe, nataka ujue. Yesu natusaidie sana. Lakini kwa nini Musa anakuwa na uoga wakati ameshaambiwa mimi ni Mungu wa baba zetu na amesikiaga habari? Tunakwenda sawa sawa. Kuna tofauti ya kusikia habari na kukutana na mwenye kumsikia. Narudia tena, kuna tofauti ya kusikia habari na kukutana na mwenye kumsikia. Iko hivi, watu wengi tunaishi tukiwaga tunasikia habari za Mungu, hatujawahi kukutana na Mungu kwenye chemba zake, kwenye room zake. Hatujawahi kukutana na Mungu kwenye maeneo yake. Hatujawahi kukutana na Mungu kwenye maisha yetu. Ile kukutana na Mungu kujua hapa, hey, Mungu yupo. Wewe kama Yakobo anasema, kumbe hapa Mungu yupo na mimi sikujua. Haleluya. Na hili ndio lango la mbinguni. Yesu natusaidie sana. Balala pale. Nataka uelewe kitu hiki. Musa anakuwa mwoga kwa sababu anamjua Farao na uwezo wake. Hakuwa anamjua Mungu. Ni kama anasema hivi, yani hapa kama sitakuelewa vizuri, mimi siwezi enda, maana najua Farao ana nguvu sana. Namuelewa. Na wewe ni kama kusema sijakujua. Hakuna vile nitakuamini tu ni yeye nikajipeleke kwa ile nguvu ya Farao, ataniua mara moja na mambo yaishe. Mwenye Mungu anaona wata nijitambulishe kwa huyu kijana, maana hanielewi, hanijui, wata nimueleza vizuri, wata nijitambulishe kwake. Narudia tena, Musa ingetosha kabisa kuambiwa mimi ni Mungu 1 2 3, ingetosha, lakini hapana. Aliona hata hiyo. Unajua, nimesikiaga tu habari zako, sijawahi ona, sijawahi kuona, sijawahi kukuelewa, sijawahi kukusikia. So inabidi unieleweshe vizuri ili imani yangu kuhusu wewe ipande juu. Ijapokuwa nimesikia matendo ambayo Baba alitushuhudia, lakini haijanisaidia kupandisha viwango vyangu kuhusu kukuelewa wewe. Maana ungesikia tu kwamba ni Mungu amesema, automatic mtu angechapa mguu afanyaje, aende. Lakini inashindikana kwa sababu hata yeye mwenyewe hamfahamu, hamjui. Kwa Musa inabidi auji, maana anachokijua ni nguvu ya Farao na uwezo wake. Narudia tena, Musa anachokijua ni Farao, ukatili, ukorofi na uwezo wake alionao. Hicho ndicho anachojua, lakini habari ya uwezo, mamlaka na utendaji wa kimungu haujui.
Kwa inabidi ujue kwanza ndio aone kumbe uko juu ya nani? Ya Farao. Kila usichokijua huwezi kukiamini. Wewe ni muhimu sana ukaelewa. Mpendwa, penda zaidi kutembelea ulimwengu wa roho mara nyingi. Tembelea zaidi ulimwengu wa roho mara kwa mara. Tamani kuingia rohoni, tamani kuingia, tamani kuzama. Hata unapokuwa ni saa yako ya kuomba, usiombe tu kawaida. Tamani kwenda deeper, more deeper. Uende ndani usikie, ukutane naye. Usipokutana naye, hata kiwango chako cha imani kinapungua. Atusaidie Mwokozi Yesu. Jamani, Bwana Yesu na atusaidie sana. Kwa hiyo tunataka uelewe vizuri. Musa anakuwa na woga si kwa sababu hajamsikia Mungu. Ni kwa sababu anaijua nguvu ya Farao. Elimu iliyo ndani yake inamwambia Farao sio kitu cha kawaida. Farao hawezekani kirahisi. Jamani, Bwana Yesu na atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikia, Musa anaendelea kubishana. Si kwamba Musa anabishana kwa sababu ya ukorofi, lakini Musa hamjui Mungu. Afanyeje? Inabidi aelewe vizuri, ili imani yake kumhusu Mungu iongezeke. Inabidi aelewe. Soma sura 4 uone mstari wa kwanza. Anasema, Musa akajibu akasema, lakini tazama, hawataniamini wala hawataisikia sauti yangu, maana watasema, Bwana hakukutokea. Bwana akamwambia, ni nini hiyo ulionayo mkononi mwako? Akasema, ni fimbo. Akamwambia, itupe chini. Mungu anamuonyesha uwezo alionao. Anamuonyesha Musa uwezo alionao ili apate kujua na kumwamini. Jamani, iko hivi, watu wengi tunashindwa kumwamini Mungu kwa sababu hatumjui. Na hatuwezi kumjua Mungu kwa kusikia habari zake. Tunamjua Mungu kwa kuingia rohoni, kwa kukutana naye. Na hatuwezi kukutana naye sokoni. Hatutakutana naye soko ya Tandala sijui wapi. Hatakutana naye sijui kwenye soko gani sijui ya Tandika anga sijui Kariakoo. Hatakutana naye kwenye soko sijui Kilombero sijui wapi. Hatuwezi kukutana naye kwa namna hiyo. Kukutana naye lazima tuwe na privacy zetu, yeye sisi na yeye. Hapo ndio tunaweza kukutana naye. Narudia tena, tunashindwa kumwamini Mungu maana hatumjui, na hatuwezi kumjua kukutana naye stendi. Hatutakutana na Mungu TikTok, hatakutana na Mungu Facebook. Huko tutakutana na maelekezo. Yale maelekezo yatatupeleka mbele za Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So, tafuta maelekezo. Baada ya maelekezo, ingia ndani. Nenda. Atusaidie Mwokozi Yesu. Sasa kama tunategemea kukutana na Mungu kwenye WhatsApp, pole sana. Kukutana na Mungu hatukutana naye huko kwenye privacy zetu, kule kwenye utulivu wetu mbele za Bwana. Haleluya sana. So, Musa anaambia Mungu, hawa jamaa wajua pia, wale ndugu zangu na waelewa. Hawataniamini. Mimi sina wajua. Ni wakorofi pia. Hawataniamini. Akamwambia, itupe chini. Anasema, Bwana akamwambia Musa. Mstari wa akamwambia itupe chini. Akaitupa chini, nayo ikawa nyoka. Musa akakimbia mbele yake. Ametupa fimbo chini, imegeuka imekuwa nyoka. Biblia inasema, Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako kamshike mkia. Akaunyosha mkono wake akamshika mkia, naye akageuka kuwa fimbo mkononi mwake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaendelea kumwelewesha Musa na kumuonyesha uwezo alionao, ambaye ili kwamba wapate kusadiki ya kwamba Bwana Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amekutokea. Bwana akamwambia tena, sasa tia mkono wako kifuani mwako. Akautia mkono wake kifuani mwake, na alipoutoa, kumbe mkono wake ulikuwa unaukoma, umekuwa mweupe kama theluji. Akasema, tia mkono wako kifuani mwako tena. Akautia mkono wake kifuani mwake tena, akautia tena kifuani mwake, na alipoutoa kifuani mwake, kumbe umerudia hali ya mwili wake. Mungu anamuonyesha Musa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ndio inayopelekea Musa anaanza kumwamini, anaanza kuelewa kidogo kidogo. Anaanza kuelewa. Kwa sababu gani?
ameanza kumjua Mungu, amekutana naye, ameanza kumjua. Hii inapelekea anaanza kuamini. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena, kiwango cha imani yako ni kiwango cha ujuzi kuhusu Mungu, ni kiwango cha elimu ya kumhusu Mungu, ndicho kinachoamua unamwamini Mungu kwa mambo gani. Mambo ambayo utamwamini Mungu kwa hayo ndivyo itakavyokuwa, kwa sababu elimu ulionayo hivyo ndivyo unavyoamini kulingana na elimu ulionayo. Yesu na atusaidie sana. Isingekuwa rahisi kumwambia Farisayo ashuke kwenye chombo au kwenye boti aende kwa miguu juu ya maji akimwendea Yesu. Asingekubali, maana hamwelewi, hamjui. Lakini Petro alimjua Yesu, akamwambia, Bwana niambie tu nishuke. Yesu na atusaidie sana, akatembea juu ya maji. Nataka uelewe jambo hili kwamba kiwango chako cha kumwamini kinatokana na kiwango chako cha kumjua, na kiwango chako cha kumjua hakipatikani sokoni. Nirudie na kusisitiza kwamba hutamjua Mungu kwa TikTok, kwamba eti utamjulia Mungu huko kwenye TikTok. Narudia nisisitize, utapata maelekezo kumhusu Mungu, utapata maelekezo, na ukishapata maneno yake nenda kwenye practice, ingia rohoni, huko ndio utapata kumjua Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Utasikia huku kweli mafundisho mazuri na utayasikiliza vizuri kwa watumishi wa Mungu mbalimbali, utasikiliza na utaelewa. Baada ya kuelewa, ingia kwenye experiment, ingia ndani rohoni. Yesu na asifiwe. Ingia rohoni. Ukisaingia rohoni kule utakutana naye. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo muhimu sana kuelewa kiwango chako cha imani kinatokana na kiwango chako unachomjua Mungu. Kile kiwango cha kumjua Mungu ndicho kiwango cha imani yako. Hakuna vile unaweza ukaamini zaidi ya vile unavyomjua. Iko hivi, huwezi kuambiwa, kwa mfano mtu aje hapa asubuhi akwambie kesho asubuhi nitakuletea bilioni 1, na umjui, na ukimwangalia ni kama nani, utajua kabisa umedanganywa. Na hata huwezi kaa usubiri ati ataleta hiyo hela, hauwezi amini. Kwa nini? Haumjui. Lakini angekuja hapa mtu kama Bill Gates ambaye unamjua, ama Elon Musk, akakwambia kesho asubuhi nitakupatia B1, kesho asubuhi nitakupatia B1, kwa kuwa unamfahamu, unamuelewa kuhusiana na mambo yake alionayo, inakuwa rahisi kuweza. Lakini pia huenda ukaona kama anakudanganya, lakini angelikuwa ni rafiki yako, inakuwa rahisi kumwamini, huyu ni rafiki yangu, lakini uwezo anao, uwezo anao. Kwa sababu kuwa na hela ni jambo moja, kuwa na uwezo wa kutoa ni jambo jingine. Narudia, kuwa na fedha ni jambo moja, kuwa na uwezo wa kutoa ni jambo jingine. Nirudia tena kwa mara nyingine, kuwa na fedha ni jambo moja, uwezo wa kutoa ni jambo jingine. Kwa sababu kuwa na fedha sio kutoa, kuwa na fedha sio kutoa, kuwa na fedha, narudia tena, sio kutoa. Kuwa na fedha haimaanishi ndio unaweza kutoa, ila kutoa ni uwezo uliowekwa ndani. Yesu asifiwe. Haitajalisha una kiasi gani, lakini kutoa kunategemea uwezo ulio ndani yako. Sio kila mtu mwenye hela anaweza kutoa. Uwezo ulio ndani yako kwenye kutoa, huo ndio utatenda kazi. Hivyo hivyo utaweza kuwa uko na milioni 1 hapa, lakini ukatoa shilingi 5,000 ama 10. Kwa sababu gani? Uwezo ulio ndani yako kuhusu kutoa ni mdogo. Atupe neema Kristo Yesu. Tukifika kwenye wakati wote Mungu atakapotupa neema kwenye eneo hilo, tutazungumza zaidi. Lakini muhimu sana ukajua, watu hawatoi kwa sababu wanazo, wanatoa kwa sababu wana neema, wana uwezo, wana nguvu kwenye utoaji. Kwa taarifa yako, mambo yote ya rohoni, mambo yote ya rohoni, mambo yote ya rohoni yanahitaji nguvu. Kama vile ambavyo na mambo yote ya mwilini yanahitaji nguvu, ndivyo na mambo ya rohoni yanavyohitaji nguvu. Kila kitu kwenye maisha yako ya mwilini kinahitaji nguvu. Hata kwenye maisha yako ya rohoni inahitajika nguvu. Unaweza kuwa na fedha nyingi, lakini huna uwezo wa kutoa. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru sana Bwana asubuhi ya leo. Asante sana kwa sababu ya neema yako Mungu mtakatifu.
Nakushukuru sana Bwana kwa sababu ya pendo lako la pekee na la ajabu. Asante kwa sababu ya muda, saa, wakati, dakika na muda huu. Nakushukuru sana Bwana kwa vile ambavyo mwenye haki umekuwa pamoja nasi. Baba, umekuwa ukitulinda, umekuwa ukitutunza mikononi mwako hata wakati huu. Asante kwa sababu ya alfajiri hii ya leo tena Bwana, ambayo imegharimu damu yako mwenyewe ili tuweze kuijua, Bwana, tuweze kuwepo, tuweze kuendelea. Tunakuomba Bwana Yesu kwamba pokea utukufu na heshima na dhama asubuhi ya leo, kwa kuwa ni kweli na ni wazi na ndivyo ilivyo kwamba unastahili. Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu, nimekuja kwako nikikutukuza sana asubuhi ya leo. Nimekuja kwako nikikuinua mno Bwana katika asubuhi ya leo. Baba, ninakusihi Mungu mtakatifu ya kwamba pokea sifa. Baba, tunaomba neema yako tena katika asubuhi ya leo, Mungu mwenye mamlaka. Tunaomba neema yako Bwana na iwe pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana mabwana, ninaomba neema yako Mungu mtakatifu na iwe pamoja nasi. Kwa jina la Yesu lenye nguvu na uweza na mamlaka, neema yako na iwe juu yetu tena Bwana. Ukatupatie kibali machoni pako Bwana wangu, tukakubalike mbele zako Mfalme. Bwana wangu, ukatupe kibali, ukatutengeneze vile unataka, vile unaona ni vyema, inafaa, inapendeza. Hivyo Bwana mabwana, ukatutengeneze Mungu mtakatifu. Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, katika jina takatifu la Yesu, ninakuomba Bwana kwamba Mungu mwenye haki ukatutengeneze Mfalme. Bwana, tutengeneze vile unapenda, vile unaona ni vyema, vile unaona ni faida kwako. Hivyo ndivyo ukatutengeneze Bwana. Baba, tunakuomba finyanga tena kwa upya, ukafanya jambo jipya ndani yetu Bwana. Baba, tunataka kuwa kile ambacho wewe ulikitaka tangu wakati ulipokubali kazi ya msalaba, ulipokubali kuteswa msalabani. Bwana, tunataka kuwa kile ambacho wewe ulikitaka. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, tunakuomba Bwana mabwana kwamba utupe neema Mungu mwenye haki. Bwana wangu, tunakuhitaji wewe. Tunaomba neema yako. Tunaomba neema yako Bwana wangu juu yetu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Tunaomba neema yako Bwana mabwana. Baba, katika jina la Yesu, neema yako ya pekee, neema yako ya ajabu Bwana na iwe pamoja nasi tena Bwana katika alfajiri ya leo. Yesu, tunaomba kutengenezwa. Tunaomba kutengenezwa Bwana, tuwe kile ambacho Mfalme Yesu wewe ulikitaka, kile ambacho ulikubali kufa msalabani kwa ajili ya hicho. Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu, naomba Bwana ukatutengeneze. Jehova Bwana, tukawe kile ambacho ulikitaka Bwana, tukawe kile ambacho ulikikusudia Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba mno kwamba ukatutengeneze upendavyo Mfalme wetu. Bwana wangu na Baba yangu, tuwe vile ambavyo wewe ulitaka Mfalme tuwe, katika jina la Yesu. Tupe kuwa matokeo halisi ya kazi ya msalaba. Bwana wangu na Baba yangu, nakuomba Bwana ukatutengeneze Mfalme. Bwana, ukatupe kuwa faida yako duniani. Baba, tupe kuwa shangwe ya moyo wako Bwana. Yesu, ukatutengeneze Mfalme. Bwana, ukatuunde utakavyo. Jehova, ninakuomba sana kwamba Mungu mwenye mamlaka, Baba, ukatutengeneze vile upendavyo Mfalme. Bwana, tupe kuwa faida yako duniani, tupe kuwa shangwe ya moyo wako Bwana duniani. Nakuomba Bwana ukatutengeneze vile upendavyo. Bwana, hata usimamapo mbinguni kututazama duniani Baba, wala usijute kwa sababu ya kazi uliyofanya msalabani, lakini Bwana moyo wako ukashangilia kwamba afadhali ulituweka, kwamba umetuweka, kwamba una watu duniani, kwamba uko na mtu, kwamba Bwana unafurahia kuwepo, katika jina lenye thamani kubwa sana la Yesu Kristo Mwokozi, mwamba na nguvu zetu. Jehova, tunaomba Bwana neema yako ya pekee na ya ajabu Mfalme. Baba yangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu, Bwana mabwana, tunaomba sana neema yako ya pekee Bwana na ya ajabu, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai Bwana. Baba, tunaomba kwamba Mungu mtakatifu na uwe pamoja nasi Bwana, neema yako na iwe pamoja nasi, neema yako Bwana ikawe juu yetu, katika jina lenye thamani kubwa sana la Yesu Kristo Mwokozi. Baba, tunaomba kutengenezwa, tunaomba Bwana kuwa kile ambacho wewe ulikitaka Bwana, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu ninakuomba Bwana Mungu mtakatifu, katutengeneze tena vile upendavyo
vile vile uonavyo kwamba ni vyema, na vile vile unavyoona kwamba inakupendeza. Hivyo Bwana ndivyo ikawe, Mungu mwenye haki, na wala isiwe tofauti na hivyo. Baba, tutengeneze upendavyo, ukafurahishwe na kuishi kwetu Bwana duniani, ukafurahishwe na kuwepo kwetu duniani, katika jina la Yesu. Baba, nimekuja mbele zako Bwana katika wakati huu nikikuomba sana kwamba Mungu mtakatifu katutengeneze vile upendavyo Bwana, na ufaidike kwa kuwepo kwetu duniani. Tena Baba, ninakusihi sasa Mungu mtakatifu Bwana, ukatutengeneze upendavyo Bwana, maisha yetu yakawe faida kwako, kuonekana kwetu duniani Bwana kuwe faida kwako, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba ukatutengeneze mfalme Bwana, ukafaidike Baba, tupe kukuelewa, tupe kukufahamu Bwana. Baba, tupe kukujua zaidi, mfalme wa utukufu Bwana, kama vile ambavyo umesema hakuna mjuae Baba ila mwana, na yeyote ambaye mwana anapenda kumfunulia. Baba yangu na Mungu wangu, naomba utufunulie Bwana, ukatupe kumwelewa, ukatupe kukujua zaidi Bwana. Baba, ukatufunulie. Roho Mtakatifu tunakuomba Bwana Yesu, Bwana Yesu, kama ulivyoahidi, naomba Bwana ukajidhihirishe Bwana wangu, na kuomba Bwana ukatupe kukufahamu, ukatupe kumjua Mungu Bwana, ile elimu ya Mungu ingie ndani yetu zaidi, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tupe kumjua Mungu, maana the way tunakujua Bwana ndivyo tunavyokuamini. Baba, tupe neema Bwana kukujua zaidi, tupe neema Bwana kukuelewa kwa undani, tupe Bwana kukufahamu zaidi, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba ukatupe kukuelewa zaidi, ukatupe kukufahamu zaidi, katika jina lenye thamani kubwa sana la Yesu Kristo Mwokozi. Bwana wangu na Baba yangu, mimi nakuomba sana kwamba mfalme Bwana ukatupe kukujua zaidi, ukatupe kukujua Bwana kwa undani, katika jina la Yesu. Baba, ukatufunulie Bwana, Baba ukatupe neema ya kukujua zaidi, ukatupe neema ya kukufahamu zaidi, katika jina la Yesu Bwana, kwa undani zaidi, Mungu mwenye haki. Bwana mabwana, tunakuomba katika jina la Yesu. Bwana wangu, nakuomba Bwana ukatutengeneze, ukatupe kukufahamu zaidi Bwana. Lakini Mungu mtakatifu, nakuomba Bwana wangu, tupe kukuelewa Bwana, tupe kukujua Bwana wangu na Baba yangu, maana wakati mwingine tunashindwa kukuamini Bwana katika mambo kadha wa kadha, kwa sababu hatujui Bwana, hatukujui vizuri. Baba, tunaomba utupe neema Bwana kukujua, ukatupe viwango vingine katika kukujua, ukatupe viwango vingine Bwana katika kukuelewa, katika kukufahamu Bwana, ukatupe viwango vingine kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ukatupe kukufahamu zaidi, ukatupe kukujua zaidi Bwana, katika jina lenye thamani kubwa sana la Yesu Kristo Mwokozi. Baba yangu na Mungu wangu, naomba Bwana kwamba ukatufanyie matengenezo, ukatupe kukujua Bwana, kwa jina takatifu la Yesu Mwokozi, mwamba na nguvu zetu Bwana. Baba, tupe neema ya kukujua zaidi, katika jina la Yesu. Yesu Kristo Mwokozi wa ulimwengu, Baba ninakuomba sana kwamba utupe neema ya kukujua zaidi, tupe neema Bwana ya kukuelewa kwa undani, kwa jina la Yesu. Baba, ukatupe neema ya kuelewa maneno yako, Mungu mwenye haki Bwana, ukajidhihirishe kwetu. Baba, tunakuomba ukatutengeneze, wala tusio watu wa kawaida Bwana, ukatupe Bwana kuishi ndani yako, nawe ukae ndani yetu, katika jina la Yesu. Baba, tusio watu wa kawaida, lakini Bwana ukajidhihirishe ndani yetu Bwana. Baba, ukafanye makao yako ndani yetu, ukatupe neema nasi tukae ndani yako, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba mno kwamba Bwana wangu, tusio watu wa kawaida, tutengeneze Bwana Baba, wala tusio watu wa kawaida, tukawe watu wa tofauti, watu waliojaa neema, watu waliojaa neema yako Bwana, watu wanaotembea ndani ya utukufu wako kila wakati, majira sana, dakika. Ukatupe neema Bwana ya kuishi katika makusudi yako, ukatupe Bwana kuishi utakavyo, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ukatupe neema Bwana ya kuishi upendavyo, utakavyo na ufurahiavyo. Hivyo ndivyo Bwana, ukatupe neema ya kuishi Bwana, wala tusiishi tofauti, lakini Bwana leo litakalo ndilo tulitende, leo litakalo Bwana ndio tukaliishi hilo, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu, tunakuomba Baba kwamba ukatutengeneze mfalme wa utukufu, vile unaona ni vyema, vile unaona inafaa Bwana, hivyo ndivyo ukatutengeneze mfalme. Baba, ukatupe kukufurahisha wewe, Mungu mwenye haki. Tunakuomba neema yako Bwana na iwe juu yetu, katika jina la Yesu. Baba, tunaomba neema katika kukujua zaidi Bwana, katika kukujua zaidi, Mungu mtakatifu.
Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba ukatupe neema Bwana katika kukujua zaidi. Baba yangu na Mungu wangu, naomba ukatupe neema Bwana, tusio watu wa kawaida, lakini Mungu mwenye haki. Nakuomba Bwana, badili hali ya mambo. Jehova, ukatupe kuishi ndani ya uwepo wako Bwana. Yesu, tunakuhitaji wewe, kama ulivyoahidi kwamba utakaa ndani yetu Bwana. Tunakuomba fanya makao yako ndani yetu Bwana, pakawe mahali pako pazuri, unapenda unapofurahia kukaa Bwana. Ukae ndani yetu, Mfalme wa utukufu, ukae ndani yetu Bwana, pakawe mahali pako pazuri unapopenda. Yesu, ufanye makao yako ndani yetu Baba, ukadhihirike ndani yetu. Uweza wako Bwana uwe dhahiri ndani yetu, nguvu zako Bwana ziwe wazi ndani yetu, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Bwana tunakuomba Baba, na utamalaki ndani yetu, katika jina la uwezo, mamlaka na utukufu mwingi takatifu mno la Yesu Kristo Mwokozi wa ulimwengu. Tunakuomba Baba, ukatupe neema Bwana. Yesu, tupe kukufahamu zaidi Bwana, wala tusio watu wa kawaida, katika jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo Mwokozi wa ulimwengu. Baba, tunakuomba ukatutengeneze Bwana. Baba, tunaomba Bwana, tunakusihi ukatutengeneze, tupe kukufurahisha Bwana. Baba, tunakuhitaji wewe, ni uwepo wako tunahitaji Bwana. Hatutaki kuwa watu wa kawaida wa kutembea tu ili mradi. Tunataka kuwa watu ambao wanatembea ndani ya uwepo wako, watu wanaotembea ndani ya utukufu wako Bwana, watu wanaotembea na uwepo wako, Mfalme wa amani. Bwana, tusiwe kawaida. Roho Mtakatifu, nakuomba Bwana, ugeuze hali ya mambo. Baba, tunakuhitaji wewe. Tunaomba Roho Mtakatifu wa Bwana Baba, ukajidhihirishe ndani yetu. Bwana wangu, nakuomba Baba, tusio watu wa kawaida, lakini Bwana tutembee na kudumu uweponi mwako. Bwana, maisha yetu yote yawe ndani ya uwepo wako. Maisha yetu yote Bwana yakawe ndani ya uwepo wako. Bwana, tutembee na kuishi humo katika jina la Yesu. Bwana, tuishi na kutembea humo ndani ya uwepo wako Bwana, kwa kila wakati, majira, sana, dakika, tuwe ndani ya uwepo wako Bwana wa Bwana. Tusiishi tu ili mradi, lakini Bwana tuishi kwa ajili yako, tuishi kwa faida yako, Mfalme wa utukufu. Bwana wangu na Baba yangu, katika jina lenye uweza, mamlaka na nguvu la Yesu Kristo Bwana wangu Baba, ninakuomba kwamba ukatutengeneze Mfalme. Bwana, tupe kudumu uweponi mwako, tupe kuishi ndani ya uwepo wako, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana, tukaishi ndani ya uwepo wako, kwa jina lenye nguvu la Yesu. Roho Mtakatifu Bwana, tunakuomba ukajidhihirishe Bwana Yesu, ukigusa watu wako, ukibadili hali ya mambo Mfalme katika maisha ya watoto wako, katika jina la Yesu. Ukigeuza hali ya mambo Bwana, ukigeuza hali ya mambo, ukifanya jambo jipya ndani ya, katika jina la Yesu Kristo Mwana wa Mungu uliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, mimi ninakuomba sana katika jina la Yesu, ukatutengeneze upendavyo Baba, tuwe kile ambacho ulikitaka. Yesu, tunaomba neema yako, tutembee ndani ya uwepo wako Bwana, katika jina la Yesu. Tunawaombea watu wenye changamoto na shida mbalimbali Bwana wako, ambao wanahitaji watoto wenye ndoa zao. Ninamwombea yule dada na yule kijana, ninawaombea kwa jina la Yesu, neema yako na iwe juu yao. Bwana wangu, neema yako na iwe juu yao. Yesu, tunakuomba ukawatetee Baba, wapatie uzao Bwana. Yesu, nakuomba wapatie uzao kwa jina la Yesu. Naomba Bwana ukawakumbuke, wapatie Bwana. Nakuomba na kusihi Mungu mtakatifu Bwana, wapatie katika jina la Yesu. Tunawaombea neema yako iwe juu yao. Roho Mtakatifu wa Bwana, naomba Bwana ukatende katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, nakuomba ukawatetee, ukawapiganie. Naomba Bwana watendee kwa jina la Yesu, wafanyie kwa jina la Yesu. Naomba Bwana ukaonekanie. Lakini Baba, ninakuomba Bwana, kwa ajili ya wote ambao ni wagonjwa, Yesu nakuomba gusa maisha yao, gusa miili yao Bwana. Yesu nakuomba ukawaponye, ponya Bwana magonjwa kila namna. Yesu tunakuomba ukawape kwa wazima, wakawe salama kabisa kwa jina la Yesu. Miili yao ikaponywe, magonjwa yakaondoke ndani yao kwa jina la Yesu. Lakini Bwana, neema yako ya uzima na iwe ndani yao katika jina la Yesu. Lakini Bwana wangu, nakuomba kwa ajili ya wote ambao kuna changamoto kwenye uchumi wao Bwana, hata hawaelewi inakuwaje. Roho Mtakatifu, nakuomba wewe unayo majibu. Naomba wakumbuke, naomba wapiganie, naomba watetee. Yesu kaonekanie Bwana katika kila hali, watetee kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Bwana, ninakuomba Bwana, neema yako na iwe juu yao. Yesu tunakuomba ukawatendee, wafanyie wepesi Bwana, ukawafariji kwa uwepo wako Bwana, kwa kuwatetea, kwa kuwapatia Bwana katika jina la Yesu, ukawape neema. Yesu nakuomba Bwana ukajidhihirishe. Baba, tunajikabidhi mikononi mwako Bwana katika siku ya leo Baba, tukiomba ukatembee na watoto wako. Tembea nasi Bwana wangu siku nzima ya leo
Baba, tunakuomba ukae pamoja na sisi tena, ukatupe neema Bwana, hata wakati mwingine Bwana tunapokuja kukutana tena hapa kwa ajili ya ibada nyingine nzuri, katika jina la Yesu tunaomba Roho Mtakatifu wa Bwana Baba ukatamalaki ndani yetu, ukaendelea kutamalaki, ukaendelea kuzungumza nasi, endelea kutufunulia kuhusu Baba, endelea kutufunulia Bwana Yesu, ukatupe neema ya kuendelea kumwelewa Baba, tupe neema Bwana ya kuendelea kujua, katika jina la Yesu. Naomba Bwana tembea na watoto wako katika siku nzima ya leo Bwana, ukawatetee na kuwapigania. Bwana waongoze, naomba uwabariki, ukawaangazie nuru ya uso wako Yesu, katembee na wao katika jina lenye thamani kubwa la Yesu Kristo Mwokozi wa ulimwengu. Tunajikabidhi mikononi mwako wote Bwana, tukikuomba ukawe pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Mungu akubariki sana.